Dr. Halima Mlandula, daktari bingwa wa saratani, natokea katika hospitali ya rufaa ya saratani ya Ocean Road iliyopo Dar es Salaam. Leo tupo hospitali ya Micheweni Pemba. Kwa ufupi nataka kuzungumzia kuhusu saratani ya shingo ya kizazi, saratani inayoshambulia eneo la chini la mfuko wa kizazi. Saratani ya shingo ya kizazi ina visababishi vyake na ndio saratani pekee ambayo inajulikana kwamba chanzo chake ni maambukizi ya kirusi cha HPV. Tabia hatarishi zinazoweza zikamfanya mtu apate maambukizi ya HPV ni pamoja na kushukua na washirika wengi wa kushiriki kimapenzi, lakini pia kuanza mapenzi katika umri mdogo. Pia upungufu wa kinga unaweza ukamwongezea mtu hatari ya kupata saratani ya shingo ya kizazi. Wamama wengi wanapata saratani ya shingo ya kizazi na wanagundulika wakiwa wamechelewa kwa sababu ya kujitibia wenyewe na kutokwenda kupata matibabu sahihi ama huduma za uchunguzi. Mgonjwa wa dalili za saratani ya shingo ya kizazi ni pamoja na kuumwa tumbo, kuumwa nyonga, kupata hedhi katika utaratibu usiokuwa maalum, kutoka damu akiwa amekutana na mwenza wake au kutoka uchafu wenye harufu mbaya. Saratani ya shingo ya kizazi inachunguzwa na uchunguzi wake hauchukui muda mrefu. Na ukishagundulika kwamba una saratani ya shingo ya kizazi, kuna matibabu. Matibabu yanaweza yakawa ya upasuaji ama ya mionzi ama tiba ya mishipa inayoita kemo, ama kwa wakati mwingine unaweza ukatibiwa vyote. Madhara makubwa yanayosababishwa na saratani ya shingo ya kizazi, iwapo kwanza ni gharama utibabu wake, lakini pia ugonjwa unapokuwa mkubwa inaleta mzigo mkubwa kwenye huduma kwa familia na mgonjwa mwenyewe. Kwa sababu uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi ni rahisi, hivyo tunawahamasisha wakina mama wote wenye umri ambao wameshaanza kushiriki tendo la ndoa wafanye uchunguzi wa saratani ili kuepuka madhara ya ugonjwa huo. Wito wangu ni wa mama wawe wanafanya uchunguzi mara kwa mara, kwani saratani ya shingo ya kizazi ikigundulika mapema inatibika. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.